Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Baada ya kusomwa kwa bajeti ya serikali ya kitaifa, macho yote sasa yameelekezwa kwa serikali za kaunti ambazo nyingi zimepunguziwa mgao wao wa serikali kuu. Na sasa wana kibarua cha kutafuta ushuru wa nyumbani kujaza pengo. Ripota wetu wa ukanda wa Pwani, Tobias Chanji, alitembelea kikao cha kukusanya maoni kutoka kwa wakazi wa Kwale kuhusiana na bajeti na ni vipi serikali hiyo itapata ushuru ziada, na kuandaa taarifa ifuatayo. Hawa ni wakazi wa Kwale wakifuatilia kwa makini kikao cha kukusanya maoni kuhusu bajeti ya mwaka huu. Serikali ya Kwale imetangaza bajeti ya shilingi bilioni 10.6 mwaka 2025-2026 ambayo imepungua kutoka shilingi bilioni 12 iliyopata kutoka serikali kuu mwaka uliopita. Kila kinachopangwa hapa, kwa mfano kama ni maji, kama ni barabara, hivi tunavyozungumza ni kwamba kila kiwa tuna mradi ambao tumepangiwa hapa, tunaletewa public participation, tunakuja kuzungumzia. Na tukizungumzia lile ambalo tunalizungumzia ndilo ambalo huwa linapitishwa kule na linafanyika. Nimeona ametupa mradi wa youth na women empowerment ambao mimi kama kijana nitafaidika kwa sababu tuko na vikundi vingi ikiwemo Wezesha Young Mothers. Pia nimefurahi sana kuwapa kipaumbele vijana wenye watahusika katika driving trainings, hiyo ni vizuri sana. Pia nimefurahi kwa ile sekta ya health, kwa sisi wanajamii wa Tiwi kuwekwa x-ray pale Tiwi Center. Miradi hii hata ikishapitishwa tutaregesha kwa mwananchi kumthibitishia kwamba hii ndio miradi mlikuwa mmeomba, na kulingamana na uwezo na budget yetu ile ya mwaka wa kifedha 2025, hii ndio miradi iliweza kupata pesa. Alex Onduko ambaye ni afisa mkuu idara ya fedha anasema wanakusanya maoni kutoka kwa wananchi katika wadi zote 20. Na kutokana na maoni ya mwaka huu, fedha nyingi zitatengewa masuala ya afya, barabara, elimu, maji miongoni mwa mengine. One issue of, as I've said, we are using the ward as our planning unit. But our ward has several villages. So what we do, we get representations from every village to come to one central place. So that at the ward level, they all agree. The citizens agree. This year, you got an early childhood center. Next year, let us take it to village B. Next year, let us take it to village C. So this way, we are able to spread development across the world. Kaunti hiyo imejenga zaidi ya vituo vya afya 178 kwa ajili ya huduma 1800, kando na kuchimba mabwawa 40 miongoni mwa miradi mingine. An award for having submitted, having the best annual development plan in the entire 47 counties. We've also received an award for the best finance act among all the 47 counties. Lakini kaunti hii itapata vipi ushuru ziada kuzidi milioni 400 iliyopata mwaka jana? The rates we've been using our rates have never changed from 2014. So the few we are reviewing is because again they've become too expensive, because inflation for now and 2014 is different. The level of prices has changed. Kwa sasa makadirio ya bajeti yanafuatiliwa na wakilishi wadi na yatasomwa bungeni juma lijalo. Ruwaza gavana ni jambo la afya. Na afya haiwezi kuweko kama hakuna maji. Kwa hivyo ukiangalia bajeti ya serikali, afya haiwezi kuboreshwa kama hakuna barabara. Hii miradi imeshikana. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Kwale.